Ninawasalimu tena katika jina zuri la Bwana Yesu Kristo aliye hai. Kama una amani nipungie mkono wako namna hii. Asante sana kwa kuja tena nyumbani mwa Bwana jioni ya leo, siku yetu ya 5. Asanteni sana mnaotufuatilia. Mmeendelea kupokea simu nyingi. Asanteni sana watu wa kule Ujerumani, Mungu awabariki sana. Marekani, Saudi Arabia, Kenya, Uganda pamoja na kule Denmark. Mungu awabariki sana. Tunajisikia vizuri sana kuwa na ibada hii nzuri pamoja na ninyi. Ninaamini leo tena Bwana atatufanyia kitu kipya. Naomba nitambue uwepo wa wewe ambaye ni mara ya kwanza. Kuna mtu ulinipigia ukaniambia unataka kuja, nipungie mkono nikuone. Amina, karibu sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Mpigie Yesu makofi mazuri. Amina, nimefurahi kukuona. Wewe ni mtu wa maana, karibu sana. Tunajisikia vizuri kuwa na wewe mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kama upo tena ambaye ndo umefika leo, inua mkono wako nje ya huyu dada aliyenipigia. Amina, karibuni sana. Mungu wa mbinguni awabariki. Tunaendelea na somo letu zuri ambalo Bwana ametupa wiki hili tangu tulipolianza Jumapili. Tumekuwa tukijifunza kwa habari ya thamani yetu mbele za Mungu. Tumekuwa na kichwa cha somo kinachosema thamani yako kwa Mungu, na tuliangalia sana kwenye kitabu cha Mwanzo namna ambavyo Mungu ametuumba kwa mfano wake. Lakini kuna kweli kuu ambayo nimekuwa ninaiongea sana kutoka kwenye kitabu kile cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 5. Nikasema mwanadamu ni mpango mkakati wa Mungu kulitimiza kusudi lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Tukaona alimwambia Yeremia, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Kwa hiyo tukaona vile ambavyo Mungu alikuwa amemkusudia Yeremia awe nani. Kusoma kuanzia ule mstari wa 5 mpaka ule mstari wa 10, tunaona yale mambo ambayo Bwana alikuwa amekusudia Yeremia ayafanye. Kwa hiyo nikasema mwanadamu yeyote anayeishi katika dunia hii ni mpango mkakati wa Mungu kulitimiza kusudi lake kwa namna yoyote ile. Bwana amegawa kazi mbalimbali za kufanya kwenye ufalme wake. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Amegawa vipawa, karama mbalimbali, amegawa kazi mbalimbali. Sawa jamani? Lakini sisi wote tu viungo. Kwa hiyo kila mtu anacho kitu cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mwanadamu, yani wewe uliyeko hapa pamoja na unayenitazama kupitia vyombo vya habari, wewe ni mpango mkakati wa Mungu wa kutimiza kusudi lake. Usije ukasahau jambo hilo. Sawa jamani? Unajua kwa nini tunajifunza thamani yako kwa Mungu? Kwa sababu ya ule mpango mkakati. Sawa jamani? Kwa sababu ya ule mpango tu ambao Mungu ameukusudia wewe ufanye ukiwa hapa duniani. Amina watu wa Mungu. Na ndio sababu ya kukuumba wewe kwa mfano wake, ya kukufuatilia hatua kwa hatua kwenye maisha yako. Ukigeuka huku, ukiacha njia, anakurudisha. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mpango mkakati.
haujazaliwa kwa bahati mbaya. Sawa jamani? Haupo hapa kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani kila mtu aliyepo yupo kwa kusudi. Sawa watu wa Mungu? Kwa hiyo usije ukajaribu kujidharau hata mara moja. Usije ukajaribu kujichukulia wa kawaida. Wewe sio mtu wa kawaida. Na Mungu anakutegemea wewe ili alitimize kusudi lake hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapoendelea kujifunza, tumebakiza hizi siku chache hapo mbele. Usije ukasahau kwamba wewe ni mtu wa thamani. Bwana asifiwe. Usije ukasahau kwamba wewe ni mpango mkakati wa Mungu kulitimiza kusudi lake. Mungu awabariki sana. Ujenzi unaendelea mahali hapa, si ndio jamani? Kuna vitu vya thamani ambavyo mnaviweka na ndio maana tunaabudia hapa, si ndio? Kwa sababu kuna vitu mmetoa gharama, mmegharamia, mnataka kuipamba nyumba ya Mungu ipendeze, si ndio jamani? Sasa hakikisha ile thamani ambayo unaitengeneza pale ndani iendane na wewe. Jamani amina. Jamani amina. Watu wakilitazama jengo, wakiingia vile mmemwekea Mungu vizuri sehemu ya kuabudiwa, basi wakikutazama na wewe waione thamani iliyo na ukamilifu mbele za Bwana. Jamani amina. Jamani haleluya. Bwana asifiwe sana. Kitu chochote cha thamani kinagharamiwa, si ndio jamani? Kinagharamiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na unakitunza kutokana na ile gharama ambayo umetoa, si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Jamani haleluya. Ukijenga nyumba nzuri, ukatoa gharama nyingi, ukanunua furniture nzuri ndani, ukaweka vitu vingi vya thamani pale ndani, utaitunza ile nyumba vizuri na vitu vyote vilivyoko pale kwa sababu ya ile gharama ambayo umefanya nini? Umeitoa, si ndio? Kwa sababu unaona ikiharibika au chochote kile ambacho umekipata kwa gharama kikiharibika, unaona umepoteza kile kitu ambacho uligharamia kupata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, ikiwa na wewe Yesu amelipa gharama kwa ajili yako, sawa jamani? Hakikisha basi unamtunza ndani yako. Mtunze Yesu, ni mzuri sana. Mtunze Yesu, ni wa baraka mno. Mtunze Yesu, anajua kulea. Mtunze Yesu, anajua kukumbatia. Anajua kuhifadhi. Bwana Yesu asifiwe. Anajua kushauri. Sawa jamani? Na ndio sababu analiachilia hili neno katikati ya kelele nyingi za adui, lakini Mungu anakuja na hili neno kwa ajili yako. Kwa hiyo ninataka kuweka msisitizo kwamba kama utasahau mambo yote, usisahau kwamba wewe ni mpango mkakati wa Mungu kwa ajili ya kulitimiza kusudi lake. Na ikiwa haujajua bado, basi neema ya Mungu ikujilie, sauti ya Mungu ije kama ilivyoenda kwa Yeremia. Sawa jamani? Mwambie Mungu, nataka nikusikie. Natamani nikutumikie kwenye viwango ambavyo unatamani niwe. Natamani niishi vile ambavyo unataka niishi. Natamani niwe bora kama wewe ulivyo bora. Mwambie tu, ni Mungu mzuri, anasikia like hivi ambavyo tunaongea. Sawa jamani? Kama mimi na wewe tunaweza tukaongea tukaelewana, Mungu ni zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama babako anaweza akakuelewa, mamako anaweza akakuelewa, rafiki yako, mume wako, mke wako, watoto, Mungu ni zaidi. Bwana asifiwe. Ila huwa anaongea kwa ile sauti ya upole sana ya ndani. Bwana asifiwe.
Yesu akasema, jitieni nira yangu, mjifunze kwangu. Anasema kwa kuwa mimi ni mpole, mnyenyekevu wa moyo. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Yesu anaongea. Sawa jamani? Kwa hiyo kama bado hujasikia sauti, kama bado hujaelewa nini unatakiwa ufanye, basi Mungu aachilie neema. Sauti yake ikujie kama ilivyoenda kwa Yeremia. Sawa jamani? Yeremia Mungu akasema naye. Mimi huwa napenda sana, hata kama kuna namna umetembea kwenye njia ambazo sio za kwako, ninaongea thamani yako. Ninaongea kwamba wewe ni mpango mkakati wa Mungu kulitimiza kusudi lake. Hata kama kuna namna unaona ulikosea, kuna mambo ya kwenda sawa sawa, bado Mungu aga anawatokea watu, anaongea. Alimtokea Paulo. Sawa jamani? Wakati wa kukosea kwake alimtokea, akamwambia kwa nini unaniudhi? Na baada ya pale akamgeuza akawa mtumishi wake mzuri, ambaye ndo ameandika nyaraka nyingi na za baraka sana kwetu. Jamani, amina. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kila mtu ni wa thamani, hata kama ana changamoto fulani, lakini wewe ni wa thamani sana mbele za Bwana. Kwa hiyo ninatamani ule mpango mkakati wa Mungu wa wewe kuwepo ufanye. Sawa jamani? Nikiwa na maana hii hapa kwamba kila kazi tunayoifanya itapimwa. Tunaishi duniani hapa kwa muda, sio kwetu hapa. Tupo tu kwa ajili ya Bwana kutuweka hapa. Sawa jamani? Kwa hiyo yanakuja majira ya sisi kuondoka na kutoa hesabu. Kama Yesu hajarudi tukaondoka pamoja, basi unaweza ukaondoka kwa njia ile ambayo Mungu akataka. Labda leo ukaondoka kwa kifo, lakini ukumbuke kwamba maisha yako yote, miaka uliokaa hapa duniani, utaenda ukatolee maelezo. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Talanta ya thamani ambayo Mungu amekupa, utaenda ukaielezee kwamba katika ile miaka ulionipa nilifanya 1, 2, 3, 4, 5. Sawa jamani? Kuna mtu ninaongea anasema, mbona mimi kama sijafanya kitu? Biblia inasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Kwa hiyo bado unaweza kuanzia hapa ambapo unalisikia neno la Bwana, ukaanza kutembea na Bwana kwa upya. Amina, watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa tukaangalia ule mtiririko wote ambao Bwana aliufanya kwa kumtoa mwanae Yesu Kristo baada ya lile anguko la mwanadamu. Bado tunaiongelea hiyo thamani. Na hili neno usilichukue la kawaida. Chukua kwamba ni mazungumzo ya Mungu kukurudisha mahali pa kwako wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya 9:6, maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa hiyo unaona bado kwa ajili yako, kwa ajili ya kushindwa kwako, kwa ajili ya kuishi kwenye yale maisha ya utumwa baada ya dhambi. Juzi nadhani niliongea nikasema hivi, Mungu alipomuumba mwanadamu alikuwa anaishi kutoka rohoni kuja wapi? Mwilini, kwa maana ya kwamba alikuwa anaishi kwa kufuata maongozi ya Mungu mwenyewe. Nilisema ule mfano wa Mungu ni yule mtu wa wapi? Wa ndani. Nikasema huu mwili ni kibebeo tu ama kifungashio ili yule mtu wa ndani akae pale kwa ajili ya kufanya shughuli za duniani ambazo Mungu ndo amekuweka kama mpango mkakati. Unajua ni mpango mkakati wa Mungu ufurahi ukiwa duniani. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa baada ya lile anguko kutokea kwa yule mwanadamu wa kwanza, yani bustanini, Bwana Yesu asifiwe, mambo yakabadilika, mitazamo ikabadilika, namna ya kufikiri kukabadilika, alafu kukatokea lile neno ambalo Mungu aliwaambia
siku utakapo kula hakika utafanya nini? Utakufa. Kwa hiyo tukaiona sasa mauti ile ya kiroho ya kwanza ya mwanadamu kutengana na nani? Na Mungu. Sawa jamani? Kwa hiyo mambo yakabadilika kwa sababu shetani ni wa duniani hapa na huu mwili ndo unaoishi duniani. Huyu mwanadamu akaanza kuishi kwa misukumo ya ushawishi wa adui kwa sababu tayari alikuwa ameshakuwa mateka. Alikuwa ameipoteza ile nafasi yake ambayo ilikuwa inamwezesha kuwa salama akiwa bustanini pale, akiwa duniani hapa. Jamani, amina. Kwa hiyo huyu mwanadamu kwa sababu ya huu mwili akaanza kuishi kutoka mwilini kwenda rohoni, kitu ambacho hauwezi kuwa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Yesu alipokuwa anakuja kuzaliwa sasa, aje abadilishe tena muundo. Sawa jamani? Arudishe ule muundo wa kwanza wa kuishi kutoka rohoni kuja wapi? Mwilini, yani kuishi kwa kufuata maongozi ya Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwa sababu mwanadamu alianza kuishi kwa kufuata mwili, Mungu akaangalia, anaona huyu mwanadamu anateseka kwa sababu anatawaliwa na adui, kitu ambacho kikaumiza sana moyo wa Mungu. Akafanya namna yote. Kule mwanzo tunaona watu walikuwa wanatoa sadaka, yani ukitaka kuonana na Mungu kwa sababu ya kule kutengwa na dhambi. Dhambi ni kiambaza, si ndio jamani? Kinachotuzuia kuwa karibu na Mungu. Kwa hiyo watu wakawa na chinja wanyama, na tunaona ni kuhani peke yake, mtu maalum aliyekuwa ameaminiwa na ambiwa yeye ndo akaende pale aombe atoe ile sadaka, ikikubaliwa na Mungu, amina. Lakini mtu mwingine alikuwa haruhusiwi, na walikuwa wanamfunga yule kuhani kamba mguuni. Sadaka ikikubaliwa basi Mungu anatukuzwa, anatoka. Asipotoka, vitu kama hivyo. Unaona ni utumwa mkubwa sana. Yani thamani ile nzuri ya mwanadamu ilikuwa imepotea kabisa. Kwa hiyo Mungu akaamua kutoa gharama kubwa, akaimwaga damu ya mwanae Yesu Kristo kwa ajili ya kukuhesabia wewe haki mbele za Mungu. Sawa jamani? Kwa ajili ya kuondoa kile kiambaza. Mungu wetu ni Mungu wa haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akakubali ile damu ya mwanae mwagike ili kuhesabie wewe haki. Niseme ili ile damu ikuombee wewe samahani. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile damu ili inunue thamani yako tena. Sawa jamani? Kwa hiyo wewe ni mtu wa thamani sana. Lakini Mungu bado hajaacha kufanya jitihada za mara kwa mara kwa ajili yako. Kwa nini? Yesu kwenye kitabu cha Yohana 14 ameongea habari za kwamba aliondoka kwenda kuandaa makao ili alipo yeye na sisi tuwepo. Bado Mungu anataka ile thamani ya wewe kuwa karibu naye isipotee. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Kwa hiyo Mungu anataka ukiwa hapa duniani uishi ukiwa na thamani. Bwana Yesu asifiwe. Na ukifika mbinguni ukaketi pamoja naye kama vile alivyokuumba kwa mfano wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona sasa baada ya ule uharibifu mkubwa kutokea, mitazamo ilikuwa imebadilika. Huyu mwanadamu fikra zake zilikuwa zimedanganywa, amebadilika kabisa. Akatokea Yesu, Biblia inamtaja majina yake kama mshauri wa ajabu. Aje amshauri sasa huyu mwanadamu. Neno lake ni halisi, ni kweli ambalo linaweza likaleta mpenyo wa huyu mwanadamu kuiona nuru tena ya Mungu kwenye maisha yake. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa, jana nilikuwa ninazungumza vile vitu ambavyo vilikuwa vimetokea baada ya kifo cha Bwana Yesu, ambavyo vilikuwa vinaashiria tumaini jipya kwenye maisha yetu. Kwenye kitabu cha Mathayo 27:45 mpaka 46 tuliona vitu kadhaa, lakini
tuliona kwamba kuna makaburi yalifunuka, watu wakatoka, tukaona uhai ulipatikana pale, lakini kuna lile pazia la hekalu lilipasuka. Sawa jamani? Yaani kile kiambaza sasa kikaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kile kiambaza kilichokuwa kimetuweka mbali na Mungu kikaondoka, tukapata mpenyo. Badala ya kwenda yule kuhani, na mimi ninaweza kwenda, na kwa Mungu na wewe unaweza kwenda. Kwenye kitabu cha Yohana 1:12 anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Kwa hiyo tulifanyika wana wa Mungu, tena tukapata kibali cha kupaingia patakatifu pa patakatifu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Kwa hiyo ni baraka sana kwetu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Bwana asifiwe sana. Yote haya yalitokea kwa ajili yako. Sawa jamani? Sasa leo nataka tuongee kitu. Tuangalie sasa namna gani tunaweza tukaitunza hii thamani ikabaki kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Najua kuna vitu vingi umewahi kujifunza na unajua, lakini Mungu anaongeza hivi leo kwako, kwa sababu neno la Mungu pia ni jipya kila siku kwenye maisha yetu. Baada ya Yesu kufufuka na kupaa mbinguni, kwa maana ya kuenda sasa kuipeleka ile damu yake kwa Mungu, tunaona thamani ilirejea kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Yesu akafufuka kama alivyosema, na thamani yake kwetu ikarudi. Sasa tuangalie sasa namna gani tunaweza tukayaishi haya maisha ya ushindi kwa maana ya thamani katika Kristo Yesu. Jambo la kwanza ambalo nimeliandika hapa, kwamba kitu cha kwanza kabisa lazima utafute maarifa na ufahamu. Sawa jamani? Maarifa na ufahamu. Yaani lazima uwe na maarifa na ufahamu kuhusu kazi ya Yesu pale msalabani. Ili utunze hii thamani lazima uwe na ufahamu kuhusu ile kazi ambayo Yesu ameifanya pale msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Lazima uwe una kitu unakielewa ambacho kitakuwa kama wigo na ulinzi kwenye maisha yako. Ili ile thamani uendelee kuiona, lazima uwe na ufahamu kwa habari ya upendo wa Mungu aliyoufunua kupitia mwanaye Yesu Kristo. Sawa jamani? Uwe na ufahamu kuhusu kuzaliwa kwa Yesu kwa ajili yako, maisha ya Yesu, kifo cha Yesu, kuzikwa kwake, kufufuka kwake na kupaa kwake. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Narudia tena kusema, ili ile thamani ya Yesu isitoke kwenye maisha yako, ili ile thamani ya Mungu kukuumba wewe kwa mfano wake, ili ile thamani ya Yesu kutolewa kama sadaka kwa ajili yako uione, lazima uwe na ufahamu. Yaani kuna kitu lazima uwe unakielewa. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Ule ufahamu, yani uwe unaelewa Yesu ni nani. Sawa jamani? Na wewe ni nani? Kwa nini alikufa? Uhakikishe unapata ufahamu huu kwenye urefu, upana, kimo na kina. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Wakorinto wa pili
sura ya 5 mstari wa 17 anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, sasa yanakuwa nini? Mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Bwana asifiwe. Nasema hivi, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Sawa jamani? Tunafahamu kwamba Yesu ametuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza. Sawa jamani? Manake tukiwa kule kuna namna tulikuwa tunaenenda, si ndio jamani? Kuna namna tulikuwa tunaishi, ametuhamisha, ametuleta huku kwenye ufalme wake, si ndio jamani? Kwa hiyo lazima tuishi maisha mapya kwenye ufalme mpya. Sasa ili uishi ndani ya Kristo kama kiumbe kipya, lazima uwe na ufahamu kuhusu huo ufalme ambao umehamishiwa. Sawa jamani? Lazima uwe na maarifa, lazima uwe na uelewa. Sawa jamani? Bwana asifiwe. Umekuwa kiumbe kipya. Sasa ili uishi, lazima uwe na maarifa na ufahamu kuhusu kanuni za ule ufalme unavyokutaka uishi. Kwenye kitabu cha Warumi 12 mstari wa 2 anasema, wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Jamani, amina. Lazima ubadilike kutoka yule wa zamani kuwa huyu mtu mpya ambaye sasa ameitambua thamani yake. Anatakiwa kuishi kulingana na ile thamani yake. Anaishije? Lazima apate maarifa na ufahamu. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mimi nimetoka Sumbawanga, sawa nimekuja Dar es Salaam. Sumbawanga kuna baridi kali. Ukiwa Sumbawanga unavaa sweta la kueleweka, huu ni mwezi wa 6. Sawa jamani? Baridi kali kabisa. Kwa hiyo ukienda Sumbawanga unaishi kama wa Sumbawanga. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Nilitoka Njombe. Njombe kuna baridi jamani. Yaani kuwa naishi Kuganda nikaona afadhali ya Sumbawanga tena. Yaani baridi ilikuwa inanipiga mpaka ninahubiri hivi jukwaani kwenye mkutano wa Injili nimepiga sweta na sisikii joto. Nikitoka pale mpaka mdomo unatetemeka, meno yanagongana, baridi kali. Sawa jamani? Na nikalazimika kuendana na hali ya hewa ambayo nimeikuta kule Njombe. Ikawa ni lazima nijivalishe sweta. Sawa Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Ile baridi nikaiona ni kali. Lakini sasa kule maisha yangu, sasa naongelea Sumbawanga. Njombe nimeichomekea, nilikuwa kule kwa sababu ya hiki kitu ninachotaka kusema. Unavaa soksi, unavolala umepiga na soksi. Baridi. Ili baridi isipige wapi? Miguuni. Na mimi na baridi ni vitu viwili tofauti. Yaani mimi baridi ninaichukia kwa kweli. Lakini namshukuru Mungu nilizaliwa Sumbawanga. Haleluya. Jamani, amina. Kwa hiyo kule kwetu lazima uwe na aina fulani za nguo nzito nzito. Kwa sababu gani? Hali ya hewa, jiografia inakutaka uishi vile ili uwe salama. Bwana asifiwe sana. Jamani, haleluya.
Lakini nimekuja huku. Kule Sumbawanga tunanunua mablanketi, yani yale ya kilo ngapi, hadi zile kilo za mwishoni zile. Ukilala unajifunika na linaweza hata lisitoshe kama libaridi, nilikali mno. Nilijaribu kuitafakari ile ya Njombe, nikasema na Mungu awabariki wale watu, wakaniwekea kile chumba ninacholala mablanketi mawili. Na nilikuwa najifunika na bado nahisi baridi mpaka ninywe na chai. Si unaelewa? Ninaongea hivi, lazima ili uishi kwenye thamani yako, lazima uwe na ufahamu. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Uwe na ufahamu na maarifa ya kutosha kuhusu upendo wa Mungu alioufunua kupitia mwanae Yesu Kristo kwa ajili yako, kupitia kuzaliwa kwa Yesu, maisha yake. Yani we kasome Biblia yako. Kuzaliwa kwa Yesu, anza kufuatilia kwenye kitabu cha Luka pale, nenda soma Yesu alizaliwaje, ilikuwaje. Yani soma vyote, zile package za malaika Gabriel anazipeleka kwa Mariamu. Soma maisha ya Yesu, soma alivyoishi na watu, alikuwa anaongea nini. Angalia alikuwa anaenda hekaluni anajifunza. Yani soma Yesu ndani ya miaka ile 30 anajifunza. Sawa jamani? Kwa hiyo soma Yesu aliishije, alikuwa anafanya nini, alikuwa anaenenda vipi. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Ninaongea kutunza nini? Thamani. Sawa jamani? Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Soma, angalia maisha ya Yesu, maisha yake yote, namna alivyoishi na akakabiliana na mambo, namna alivyoishi na wanafunzi wake ambao walikuwa rafiki zake, namna alivyoishi alipokataliwa, namna alivyoishi aliposemwa vibaya. Sijui kama kuna mtu unanielewa. Bwana asifiwe. Namna alivyokabiliana na mambo, alivyokuwa anayachukulia mambo, mtindo ambao Yesu alikuwa anaishi akiwa amevaa mwili kama wewe. Alikuja ili awe kielelezo, ili wewe utembee kwa kufuata zile hatua. Ndio maana nakwambia lazima umfuatilie Yesu hatua kwa hatua. Kuzaliwa kwake, kuishi kwake, kuteswa na kufa kwake, kufufuka kwake, mpaka kuzikwa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nilikuwa nakwambia, sasa mtu akiwa ndani ya huyo Yesu anakuwa kiumbe kipi. Haya, mimi nimetoka kule na hilo libaridi. Sawa jamani? Nimekuja sasa huku kuna joto, japokuwa nyewe kipindi hiki mnaona si ndo kuna baridi, mimi bado naliona ni joto kali kabisa na sijifuniki. Ninaishi kulingana na mazingira haya yanavyoniambia niishi. Jamani, haleluya. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Nikija mimi hapa lazima nifate utaratibu wa kwenu mnaoishi hapa, na nikienda tofauti na utaratibu wenu lazima muhakikishe mnanipa maelekezo ili nisifanye nini? Nisikosee. Kwa sababu siwezi kuchukua ile kawaida ya Sumbawanga, ile namna ambayo nilikuwa ninaishi kule. Huku ni mahali pengine. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Kwa hiyo linapokuja suala la wewe kuitunza thamani yako, lazima upate maarifa na uyaishi hayo maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani, haleluya.
Sasa hivi mimi hata sivai sweta. Siku ya kwanza nijitahidi nikavaa, nikakutana na joto la ajabu, fukuto la joto, unasikia joto mpaka unahisi wadudu wanakutembea. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Kristo, tunakuwa sisi sio wale wa zamani kule, tumehama. Ile namna tuliokuwa tunaenenda mwanzo, lazima tuachane nayo, mambo yamebadilika. Huyu ni bosi mwingine, ana taratibu na kanuni zake. Ukitaka kuwa salama, ili uendelee kuwa naye, lazima uishi kwa namna anayotaka uishi, kwa kumfuata yeye kuwa kielelezo chako. Mfuatilie Yesu hatua kwa hatua. Ukisoma kitabu cha Yohana ile sura ya 8 mstari wa 31, Yesu akawa anaongea na Wayahudi walio muamini. Sawa jamani? Angalia, anawapa maelekezo ya kukaa ndani yake. Alafu mstari wa 32 anasema, anawaambia wakikaa ndani yake watakuwa wanafunzi wake kweli kweli. Kumbe usipokuwa ndani ya Yesu, unaweza ukawa unakuja kanisani hivi ukawa tu mwanafunzi, ila sio kweli. Maana ya kweli ni uhalisia usio na mashaka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe, ukikaa ndani ya Yesu, ukitafuta kujifunza kwake, ndipo unakuwa mwanafunzi wake kweli kweli. Anasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Sasa ili hii kweli kuweke huru, lazima umfuatilie hatua kwa hatua. Bwana Yesu asifiwe. Maana tayari umekuwa ni kiumbe kipya, umekuwa wa thamani. Lazima uweze kuwa na maarifa na ufahamu mkubwa wa kuhakikisha unatunza thamani yako. Si nimewambia mmejenga hili jengo zuri hivi, hapo kuna protocol zinafuatwa. Hakuna kitu kitaenda ovyo ovyo humo ndani. Hakuna kila mtu ataenda akashike viti, kila mtu ataenda akashike vyombo. Kuna utaratibu. Ili kwa nini? Kwa sababu thamani ya kile kitu isiharibike. Ukienda ovyo ovyo, vitu vitaharibika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima upate ufahamu kuhusu ufalme wa Mungu. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tusome kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 14. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14. Kama kuna mtu umepata, unaweza ukanisaidia kusoma. Lakini kama hujapata, acha nisome mwenyewe. Waefeso sura ya 3 mstari wa 14. Kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, na urefu na kimo na kina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 19 anasema, na kujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika
kwa utimilifu wote wa Mungu. Ngoja nirudie hapa kwenye mstari wa 18. Ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima upate ufahamu kwa kina kinachotakiwa kwenye maisha yako. Kwa sababu tunaishi kwenye dunia ambayo imejaa uharibifu mwingi sana. Usianze kutafuta kumjua Mungu, yani ukija Jumapili ndo mpaka Jumapili. Ukifunika Biblia leo Jumapili ni mpaka Jumapili nyingine tena unakuja kuisomea hapa. Lazima usome Biblia, utafakari kwa urefu wa Mungu, umuelewe Mungu, uelewe kile kina cha upendo ulioko ndani ya Kristo Yesu, kwa kina, kwa urefu, kwa upana na kwa kimo. Yani kila kona uelewe kwamba kuna namna bado hujaelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujue kabisa kwamba hata kama saizi unajua, lakini uelewe kwamba bado hujui. Inawezekana unajua kwenye urefu bado hujui upana. Inawezekana unajua kwenye upana bado hujui kimo. Inawezekana unajua kimo lakini kina cha ndani kabisa cha thamani iliyoko katika Yesu Kristo bado hujajua. Sasa ili ujue unahitaji maarifa na ufahamu wa kutosha kupitia neno la Mungu. Anasema mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Ukikosa ufahamu juu ya thamani yako, wewe ni nani na Yesu ni nani, hautakuwa huru. Nimesema kweli ni uhalisia usio na nini na shaka. Kwa hiyo utakuwa unatembea lakini bado una mashaka. Bwana asifiwe. Jamani, amina. Unaishi lakini bado una wasiwasi. Yakitokea mambo magumu bado una wasiwasi. Ukiingia ugonjwa kwenye mwili wako unapata hofu ya kufa. Ukikutana na changamoto za aina mbalimbali unachanganikiwa. Unasahau kwamba wewe ni mtu wa thamani. Yani unaweza ukawa unajijua kabisa mimi ni mtu wa thamani. Kwa mfano hapa si tunaongea unajijua kabisa okay, mimi ni mtu wa thamani. Lakini yakija yale mambo magumu kukukabili wewe, unajiona kwamba mbona yameniandama, mbona yamenizidi, lakini unajijua wewe ni mtu wa thamani. Unajua kwa nini? Kwa sababu bado haujapata ufahamu kwa urefu, kwa kina, kwa kimo na kwa upana. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Ukisoma Biblia imebeba majibu yako yote. Lakini ukimuelewa Yesu, ukajielewa na wewe ni nani, uwe na uhakika utakuwa salama. Yakija mambo ya kukukatisha tamaa kupitia neno la Mungu, Yesu anasema duniani mnayo dhiki, jipeni moyo. Bado utajiona wewe ni wa thamani kwa sababu kuna namna una ufahamu wa kumuelewa Yesu ni nani kwenye maisha yako. Utapita katikati ya bonde la uvuli wa mauti, Zaburi itakukumbusha Bwana ni mchungaji wako, hautapungukiwa na chochote. Katika malisho ya majani mabichi anakulaza, hapo tayari umenyanyuka. Jamani, amina. Jamani, amina. Umekutana na changamoto kwenye utumishi wako, kama unaelewa, kama una ufahamu, linakuja neno, uwe hodari na ushujaa mwingi. Uwe hodari, usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa mimi ni pamoja na wewe kila uendako. Tayari unajitambua wewe ni nani, ni wa thamani.
mashindano yanakuja, adui anakupiga vita, lakini unakuwa unaelewa kwamba siishi kwa ajili yangu, ninaishi kwa ajili ya Bwana. Kama ninaishi kwa ajili ya Bwana, vita hii sio ya kwangu, hii vita ni ya Bwana. Mimi ananitumia kama silaha tu, ananitumia kama chombo kwa sababu ya mwili na vita ilivyokaa. Nataka nikwambie, vita ya Mkristo inaanzia rohoni. Yesu alipofufuka, tukapata kibali cha kuingia kwenye ulimwengu wa roho kupitia Yesu. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Kwa hiyo lazima uwe na ufahamu wa upendo wa Mungu kwenye maisha yako, kwa urefu, kwa kimo, kwa kina na kwa upana. Lazima uelewe. Mtu akitaka kuwa daktari, mtu anatamani kuwa daktari, anaamka anakuwa daktari. Anahitaji maarifa, anahitaji ufahamu. Bwana asifiwe. Tena huku duniani unapanda daraja kulingana na viwango vya nini? Vya elimu, maana yake vile viwango vya ufahamu ambao unaelewa kitu. Leo umesoma, umeishia ngazi hii, lakini kwa kadiri unavyochimba urefu, upana, kimo na kina, na viwango vyako vinazidi kupanda. Jioni ya leo nataka nikwambie, pandisha viwango vyako kwa kumwelewa Mungu kwa urefu wake, kwa kina chake, kwa upana wake na kimo chake. Utauona uzuri ulioko ndani ya Kristo Yesu. Utaona ile baraka ambayo ni ya kwako. Utaiona thamani yako. Utajua dunia imebeba nini. Utaelewa Yesu amebeba nini. Utalielewa kusudi la Mungu kwenye maisha yako. Ukiwa umemuelewa Mungu vizuri, na kuambia hata utakapopita kwenye changamoto utafurahi, kwa sababu unajua unamsumbua adui, na hicho kitu ndicho kinachofanya akusumbue na wewe. Alafu utajipiga kifua, hata kama ni magonjwa yameupiga mwili wako, utakuwa na tumaini. Japokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku kwa jina la Yesu aliye hai. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jana nilisema nataka hawa watu wa media, naomba mniwekee ile picha yangu ya zamani kabisa, niwekeni hapo watu waione. Ninataka nikwambie, unapokuwa ndani ya Kristo, hata kama utu wako wa nje utachakaa, lakini utu wako wa ndani utafanywa upya siku kwa siku. Bwana asifiwe sana. Ngoja waiweke picha pale uone. Mimi ni ushuhuda unaotembea. Mimi ni ushuhuda unaoishi. Mimi ndo yule niliyetoka uzeeni kuja ujanani. Kwa hiyo likitokea jambo lolote, nasema Yesu, sio mimi ninayeishi, bali wewe ndani yangu. Maana umesema heri ninyi watakapo washutumu na kuwaudhi na kuwanenea kila neno baya kwa uongo kwa ajili yangu. Kwa hiyo haupigwi vita kwa sababu yako mwenyewe, ni kwa sababu ya kile kitu ambacho kiko ndani yako. Alafu tena nyaraka za Paulo, tunayaweza mambo yote katika yeye atutiae nguvu, na ndani yake tunakwenda, tunaishi na kuwa na uhai wetu tena. Jamani, amina. Jamani, haleluya. Jamani, amina. Mungu wetu ni baraka. Baraka sana. Ngoja nikushuhudie kitu.